epuka kutumia vishoka, na kwa kazi za zimamoto ni kosa kisheria na adhabu ipo, ikiwa ni pamoja na kufikishwa mahakamani. Endelea kutufuatilia katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Huko kote tunatambulika kama Yegowasu TV, lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari moto moto kutokea hapa Yegowasu TV, sauti ya jamii. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari yupo Dakawa John. Augustine Magere hii leo ametoa taarifa na majukumu ya jeshi la zimamoto na uokoaji. Naitwa mrakibu mwandamizi Augustine Magere, kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mara. Majukumu ya jeshi la zimamoto na uokoaji ambayo sisi ndio yanatupa kwa mujibu wa sheria namba 14 ya mwaka 2007 ndio yanatufanya sisi tuweze kusimamia majukumu ya jeshi la zimamoto na uokoaji. Basi ndugu wananchi, naomba mtambue kwamba jeshi la zimamoto na uokoaji lipo kwa mujibu wa sheria namba 14 ya mwaka 2007 ambaye imempa mamlaka kamishna jenerali akatukasimisha sisi makamanda wa mikoa kuweza kuyasimamia. Jukumu la kwanza ni kuokoa maisha na mali za watu na kuzima moto. Lakini jukumu la pili ni kufanya ukaguzi wa kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto kwenye maeneo yote ya serikali na binafsi, taasisi zote, maeneo ya biashara na sehemu za usafirishaji, nchi kavu na majini. Lakini jukumu la pili ni kutoa elimu ya kukabiliana na majanga ya moto na maokozi pindi yanapokuwa imetokea. Na jukumu la tatu, la nne ni kusoma na kupitisha ramani mbalimbali za majengo na kutoa mapendekezo katika miundombinu hiyo kuhusu tahadhari ya majanga ya moto. Lakini pia jukumu lingine ni kufanya uchunguzi wa matukio yote ya moto yanayoweza kutokea na kutoa ushauri kwa jamii. Augustine Magere ametoa tahadhari kwa kipindi hiki cha mvua. Naomba sasa nitoe tahadhari katika kipindi hiki cha mvua. Kama mnavyoona katika nchi yetu au katika mikoa mbalimbali, mamlaka ya hali ya hewa wameshatoa matangazo mbalimbali na utabiri wa hali ya hewa na kuonyesha kwamba kutakuwa na mvua katika mkoa wetu wa Mara. Naomba tuzingatie mambo yafuatayo. Cha kwanza, tahadhari inayotolewa kwa wananchi wote wa mkoa wa Mara kwa kipindi hiki cha mvua, kuchukua tahadhari maeneo ya makazi, hususani kwa wale waliopo kwenye maeneo ya mabonde. Tunawashauri kuhamia maeneo salama kwa sababu saa hizi maji yanateremka kule na mvua zinanyesha kwa wingi. Eneo la pili, namba 2 ni kuzibua mitaro iliyoziba maeneo ya makazi na maeneo ya biashara. Tunawashauri wananchi wetu. Namba 3, kufunika mashimo yote yaliyoachwa wazi yaliyopo katika maeneo ya makazi. Hii itasaidia kujiepusha watu, hususan watoto, kuteleza na kudumbukia katika mashimo hayo. Kadhalika kuepuka magonjwa ya milipuko kama kuhara au kipindupindu kwa kuwa maji yanakuja na uchafu wa kila aina. La 4, kuwazuia watoto kwenda kuogelea mtoni, ziwani, kwenye madimbwi na mabwawa na maeneo mengine yenye maji katika maeneo yetu. Kwa hiyo ni muhimu wazazi kuchukua tahadhari sana kuepusha watoto wanapenda kuchezea saa nyingine hata kwenye mitaro, inaleta madhara. Namba 5, madereva kutopita katika madaraja yaliyofunikwa na maji wakati wa mvua. Wako baadhi ya madereva wanajiamini kwa kutoweza kuchukua tahadhari, na daraja halionekani, maji ni mengi, wanapita kule, mwisho wa siku inaleta madhara kwa wananchi wetu na kusababisha kupoteza maisha. Namba 6 ni kutoa taarifa kwa wakati pindi inapotokea tukio lolote la maokozi na moto kupitia namba ya dharura ya zimamoto na uokoaji 114. Hii namba ya dharura wananchi wanapaswa kuipiga wakati inapokuwa imetokea tatizo. Namba 7, kuweka alama za makatazo ya kuogelea watoto sehemu zote ambazo ni hatarishi. Yako maeneo, ndugu wananchi, maeneo mengine kuna malambo. Sasa watoto mara nyingi wanaenda kucheza katika maeneo hayo, kitu ambacho ni hatarishi, na saa nyingine hutumika kwa shughuli za kijamii, ujenzi au kupeleka mifugo kwa ajili ya kupata maji au shughuli yote ya kilimo. Namba 8, kutochezea nyaya za umeme zilizoanguka na kutoa taarifa kwa mamlaka husika. Wakati wa mvua iko saa nyingine nguzo za TANESCO au nguzo zingine unaweza kukuta zimedondoka. Kwa hiyo ni vizuri wananchi kutoa taarifa kwa mamlaka nyingine TANESCO, msiruhusu watoto kupita au saa nyingine kugusa zile nyaya, basi unaweza kujikuta tukaleta madhara makubwa. Namba
9, kuwazuia watoto kutochezea kwenye visima vya maji. Wako watoto baadhi katika makazi yetu tumechimba visima au madimbwi au mashimo tu kwa shughuli mbalimbali. Sasa mashimo yale huwa hayafunikwi, yanaachwa wazi. Kwa hiyo watoto wanaona ni fursa kwenda kuchezea kule. Kwa hiyo natumia nafasi hii kwa hasa wananchi wetu wa mkoa wa Mara, mashimo yote ambayo yako katika sehemu zao za makazi ni vizuri wakaweka vizuizi kama miti au kingo au taping kuonyesha kwamba eneo hilo ni hatarishi, litaweza kutumika ili kuepusha madhara ya watoto. Tumekuwa tukipata kesi nyingi za namna hiyo. Namba 10, kuepuka kukaa au kutembelea sehemu hatarishi kama kwenye mikondo ya maji na umeme, hasa kipindi cha mvua na upepo mkali unapoanza. Kwa hiyo ni vizuri pia tukachukua tahadhari hii kuepusha hayo madhara. Namba 11, wazazi kuhakikisha wanasindikiza watoto wadogo wanaokwenda shuleni. Kwa hiyo tunawashauri sana watoto wadogo kwa kipindi hiki wasiachwe tu, mzazi anasema nenda shule, lakini shule yenyewe iko umbali hata kilomita 1, mtoto hawezi kujua pa kupita. Kwa hiyo wazazi wote ni watake wajitahidi kuhakikisha watoto wao wanafika salama shuleni na kurudi salama shuleni kwa kipindi hiki cha mvua, ili mtoto asiweze kupotea au kusombwa na maji wakati wa dharura hiyo. Namba 12, madereva kutopita katika madaraja yaliyofunikwa na maji wakati wa mvua. Inawezekana huenda madaraja hayo yamekatika. Kwa hiyo ni vizuri pia kuweka betting kwamba nipite, kumbe saa nyingine daraja lina nyufa na kingo, unaweza kuangamiza. Kwa hiyo ni vizuri gari likapaki, mkafanya tathmini kuangalia usalama wa njia hiyo kama ni sahihi. Namba 13, watumiaji wote wa vyombo vya majini, mitumbwi, boti, wanashauriwa kuchukua tahadhari kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Tunawahimiza kuwa vifaa kwa ajili ya kujiokoa majini kama vile life jacket, ring wakati wa dharura itakapotokea. Kwa hiyo ni vizuri wanapokuwa katika sehemu yao ya shughuli za kijamii, boti na mitumbwi wanaovua samaki, wawe na maboya ya kujiokoa life jacket. Lakini pia angalizo kwenye wavuvi wakati wa hali ya hewa ziwani kwa ajili ya shughuli za kijamii, wasubiri kwanza hali iwe nzuri, iwe tulivu, baada upepo umepita au mvua, basi ndio waendelee na shughuli zao za kijamii. Pia ametoa taarifa ya matukio ya uokozi kwa mwaka 2025-2026 ambapo jumla ya matukio ni 54, kwa mwaka 2025 matukio ni 48 na kwa mwaka 2026 ni matukio 6. Kwa mwaka mzima majeruhi walikuwa ni 54 ambapo wanaume ni 15, wanawake ni 23 na watoto wa kike ni 15. Vifo vilivyotokana na matukio hayo ni 17 ambapo wanaume ni 16 na mwanamke mmoja. Tumeweza kuwa na matukio, jumla ya matukio ya uokoaji 15 kwa mwaka mzima. Katika matukio 15 yaliweza kusababisha majeruhi 54 ambayo Mei walikuwa 15 na K 23 na watoto 15 K. Katika matukio hayo 15 vifo vilitokana na matukio hayo ni 17 ambavyo Mei ni 16 na K ni 1. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji linaendelea kuwasisitiza wananchi sehemu za vivuko na mialo kuendelea kuchukua tahadhari kuepuka madhara yanayoweza kutokea wakati wa dharura hiyo. Ikumbukwe kuwa huduma ya zimamoto na uokoaji zinatolewa bure, lakini pia toa tahadhari ya vishoka wanaojifanya maafisa wa jeshi la zimamoto na uokoaji. Epuka kutumia vishoka, na kwa kazi za zimamoto ni kosa kisheria na adhabu ipo, ikiwa ni pamoja na kufikishwa mahakamani. Wako watu ambao wanatumia mwanya huu sasa kwenda kufanya kazi za zimamoto, wakati huo wao sio wa zimamoto. Kwa hiyo niwatake wito wangu kwa wananchi kwamba mkoa wa Mara tunapiga marufuku, hakuna kishoka au makanjanja yoyote atakayeweza kuja kufanya kazi hizi. Wao watu ni baadhi ya watu wanaotoka baadhi ya mikoa mingine kuingia katika mkoa wetu wa Mara wakiwa wanajiita kama fire dealer, anaenda kwenye duka la mteja au guest au hoteli, anachukua fire extinguisher, anaweka sticker, anaondoka. Kwa hiyo ni udanganyifu na ni utapeli. Kwa hiyo mkoa wa Mara kama kamanda wa mkoa upande wa zimamoto napiga marufuku mtu yeyote atakayeingia katika mkoa wa Mara pasipo kufuata utaratibu, basi hiyo sheria itachukua mkondo wake. Na niwatake tu wananchi, kama mtu amekuja akajitambulisha anatoka jeshi la zimamoto, amevaa sare, muombe kitambulisho ili iweze kubaina. Pale inapotokea tatizo, basi ofisi ya zimamoto ipokee taarifa, toa taarifa kwa jeshi la zimamoto na uokoaji kupitia hata namba ya kamanda 0764 61 60 65, au uende kwenye kituo cha zimamoto kilicho karibu na wewe ili kuweza kutoa tahadhari hiyo. Asante kwa kuendelea kuichagua Yegowasu TV, sauti ya jamii. Endelea kutufuatilia katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii, lakini hakikisha tu ya kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari na matukio mbalimbali kutokea hapa Yegowasu TV, sauti ya jamii. Mimi naitwa Nado.
Chumba cha habari yupo Dakawa John. Hii ni Yegowasu TV, sauti ya jamii, nyuma kuna watu.